Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nimekuwa nikikupa mwendelezo na kuna uwezekano mkubwa sana wa vita hivi kuweza kufikia tamati kwa amani ambayo ipo misingi mbalimbali itaweza kuwekwa ili kuhakikisha basi amani inakuwa ni ya kudumu. Ila tu nikwambie, ikulu ya Urusi Kremlin imethibitisha tena msimamo wake wa kukataa usitishaji wa vita nchini Ukraine baada ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kumtaka rais wa Urusi Vladimir Putin kusitisha mapigano wakati wa Christmas. Katika mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema ikiwa lengo ni kubadilisha mpango wa amani kwa suluhisho la muda mfupi, hakuna uwezekano wa wao kuwa tayari kushiriki. Anasema, tunataka amani, hatutaki kusitishwa kwa mapigano ili kuipa Ukraine nafasi ya kupumua na kujiandaa kwa ajili ya kuendeleza vita. Tunataka kumaliza vita hivi, kufikia malengo yetu, kulinda maslahi yetu na kuhakikisha amani barani Ulaya kwa siku zijazo. Merz aliwasilisha ombi hilo la kusitisha mapigano kwa Putin baada ya mkutano wa Berlin kati ya viongozi wa Umoja wa Ulaya, Ukraine na Marekani kuhusu mpango wa amani wa Ukraine. Sasa Rais Alexander Lukashenko wa Belarus ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kukomesha vita nchini Ukraine, wakati huu Marekani ikiendelea na juhudi za kidiplomasia kuhusu mzozo huo uliodumu kwa miaka 4 sasa. Kupitia mahojiano yaliyochapishwa siku ya Jumanne, mshirika huyo muhimu wa Rais Vladimir Putin wa Urusi amemsifia na kumuunga mkono Rais Donald Trump wa Marekani, akidai kuwa lao wangelikuwapo tangu awali vita hivyo kamwe visingetokea. Lukashenko ambaye aliruhusu nchi yake kutumiwa na Urusi kwa ajili ya operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine mwaka 2022 amesema Trump ndiye anayetegemewa sasa kusitisha vita hivyo na kwamba anahitaji kutiwa moyo. Kauli ya Lukashenko imetolewa ikiwa ni siku moja tu baada ya mkutano wa pande tatu uliofanyika mjini Berlin, Ujerumani, ambapo wawakilishi wa Marekani, Ulaya na Ukraine walisema wamepiga hatua kubwa kuelekea makubaliano ya kukomesha vita hivyo kupitia mpango wa amani uliopendekezwa na Trump. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Baraza la Ulaya, shirika linaloongoza kwa masuala ya haki za binadamu barani humo, limepiga hatua muhimu kuelekea ulipaji wa fidia za kivita kwa watu wa Ukraine. Baraza hilo lilikubaliana mjini The Hague, Uholanzi siku ya Jumanne kuanzisha kile kinachoitwa Kamisheni ya Kimataifa ya Madai kama sehemu ya mfumo wa fidia. Rais Zelensky wa Ukraine aliyehudhuria mkutano huo aliwashukuru washiriki kwa uungaji mkono wao kwa nchi yake. Makubaliano ya kuanzisha kamisheni hiyo yalisainiwa na mataifa 34 ikiwemo Ujerumani na pia Umoja wa Ulaya. Mataifa na washirika yaliyo nje ya Ulaya yanaweza pia kujiunga na mpango huo kwa mujibu wa makubaliano hayo. Kamisheni hiyo imepewa jukumu la kutathmini madai ya fidia kutoka kwa raia wa kawaida, jumuiya na mashirika ya umma yaliyoathirika na uvunjaji wa sheria za kimataifa uliofanywa na Urusi na kisha kuamua kiwango cha fidia kinachopaswa kulipwa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile mustakabali wa suluhu ya amani kwa mgogoro nchini Ukraine unategemea nia ya Kyiv ya kukubali maeneo badala ya dhamana za usalama kutoka Washington. Rais wa Finland Alexander Stubb anasema, hatimaye mtu lazima atambue kwamba suala linatokana na kama Ukraine itakuwa tayari kufanya makubaliano ya maeneo badala ya dhamana za usalama kutoka Marekani. Gazeti la Elta Sanomat lilimnukuu kiongozi huyo wa Finland akisema, kulingana na Alexander, viongozi wa Ulaya kwa sasa wanazingatia hati 4 hadi 5 huku idadi kamili ikitegemea jinsi unavyohesabu. Vile mkataba wa amani kati ya Moscow na Kyiv hauwezekani kukamilika ndani ya miezi 2 au 3. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Austria na mkuu wa kituo cha GORKI katika chuo kikuu cha jimbo la St. Petersburg, Karin Hessli, anasema, nina shaka kwamba katika miezi 3 ijayo itawezekana kuendeleza mazungumzo hadi kufikia kiwango ambacho makubaliano yatakubaliwa na masuala yote muhimu yatatuliwe kwa makubaliano. Alisema katika mahojiano, ninajua kwamba rais wa Marekani Donald Trump anania kutatua haya yote haraka, lakini siamini kama inawezekana kuandaa makubaliano ya amani katika miezi 2 au 3. Hati tulionayo sasa ni aina ya ajenda, inaorodhesha mada, lakini bado hatuna maelezo kuhusu jinsi hasa yatakavyotekelezwa. Vile Volodymyr Zelensky anatoa wazo moja baada jingine ili kuongeza muda wa mchakato wa mazungumzo kuhusu utatuzi wa mgogoro wa Ukraine. Alexander Dudchak, mtafiti mkuu katika taasisi ya nchi za CIS, mtaalamu wa harakati nyingine za Ukraine, anasema, ni wazi Zelensky anajaribu kuchelewesha muda. Mtaalamu huyo alisema, akitoa maoni kuhusu kauli zake za hivi karibuni kuhusu uchaguzi, kura ya maoni kuhusu maeneo na dhamana za usalama. Kulingana na Dudchak, Zelensky anatangaza kwamba hapingi kufanya uchaguzi, lakini itachukua miezi 6 hadi 9
na anadai dhamana za usalama kwa niaba ya Marekani. Wakati huo mtaalamu huyo anaamini kabisa kwamba ni kuhusu dhamana kwamba uchaguzi utafanyika chini ya udhibiti wa utawala wa Kiev katika maeneo yanayosimamiwa kikamilifu. Inadhibitiwa na Magharibi, anataka wawe na fursa kamili ya kupata matokeo yoyote na wawakilishi wa baadhi ya vikosi vya kitaifa kama vile Azov iliyoteuliwa kama shirika la kigaidi na iliyopigwa marufuku nchini Urusi. Watakuwa katika vituo vya kupigia kura, lakini kuna uwezekano mkubwa kutakuwa na wawakilishi wa vituo vya kuajiri watu wa eneo. Vile mamlaka ya Uholanzi hayajaondoa uwezekano wa kupeleka kikosi cha kijeshi nchini Ukraine kama dhamana ya usalama kwa Kiev. Waziri wa mambo ya nje David Van Wille anasema. Vile pendekezo la Rais wa Urusi Vladimir Putin la kuanzisha utawala wa muda wa kimataifa nchini Ukraine chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, Marekani, Urusi na Ulaya litaunda mazingira ya uchaguzi halali na kura ya maoni nchini humo, anasema Viktor Medvedchuk, kiongozi wa harakati nyingine ya Ukraine na mkuu wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku nchini Ukraine. Kama mwanasiasa huyo alivyosema, utawala wa Volodymyr Zelensky hautajitolea kurejesha utaratibu wa kikatiba au kuhakikisha haki za Ukraine ili kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia nchini humo. Vile nchi za muungano wa wanaotaka zimeongeza viwango vya utayari wa vikosi vyao vya kijeshi kabla ya uwezekano wa kupelekwa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Hurley anasema wakati wa mkutano wa kikundi cha mawasiliano cha ulinzi cha Ukraine katika muundo wa Ramstein ambao ulifanyika kupitia mkutano wa video. Kupitia muungano wa wanaotaka tunaongeza viwango vyetu vya utayari na ninaendelea kuelekeza ufadhili kuwaandaa wanajeshi wetu wa Uingereza na vikosi vya jeshi ili tuwe tayari kupelekwa wakati amani itakapokuja, Hurley alisema. Kwa miezi kadhaa mamlaka ya Uingereza imethibitisha utayari wao wa kutuma wanajeshi Ukraine baada ya kusitisha mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov hapo awali alisema kwamba uwepo wa wanajeshi wa NATO kwenye ardhi ya Ukraine chini ya bendera yoyote na kwa uwezo wowote ni tishio kwa Urusi. Kulingana naye, Urusi haitakubali hili chini ya hali yoyote. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile usajili wa wapiga kura katika uchaguzi uliopendekezwa wa Ukraine utakuwa kikwazo kikubwa zaidi cha kushinda katika kuandaa kura. Mkuu wa kituo cha GORKI kwenye chuo kikuu cha jimbo la St. Petersburg anasema katika mahojiano. Lakini kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ametoa wito kwa Ukraine kuwalinda wafungwa wa vita wa Urusi kutokana na mateso na unyanyasaji. Tangu katikati ya Novemba, pia tuliwahoji wafungwa 127 wa vita wa Urusi na raia 10 kutoka nchi za 3 zinazoshikiliwa na Ukraine. Nusu yao walielezea mateso na unyanyasaji katika maeneo ya usafiri kabla ya kufika katika maeneo rasmi ya kizuizini, anasema kwenye mkutano wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Ninaisihi Ukraine kuwalinda wafungwa wa vita kutokana na mateso na unyanyasaji, alisisitiza. Vile Volodymyr Zelensky anamdanganya Rais wa Marekani Donald Trump kwa kusema kwamba yuko tayari kufanya uchaguzi nchini Ukraine. Mkuu wa harakati nyingine ya Ukraine, kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku nchini Ukraine Viktor Medvedchuk anasema, mnamo Disemba 9 Rais wa Marekani alisema ni wakati wa uchaguzi kufanyika nchini Ukraine, akisema kwamba Kiev ilikuwa ikitumia mgogoro huo kama kisingizio cha kuchelewesha mchakato huo. Zelensky anahakikisha kwamba yuko tayari kwa uchaguzi wa rais, akisema unaweza kufanyika nchini Ukraine katika siku 60 hadi 90, lakini huo ni uongo mtupu. Katika nchi aliyoiharibu na kuiharibu baada ya kuchagua njia ya ubatili wa kisheria, amependelea ugaidi, vurugu na uvunjaji wa sheria kuliko dhamana ya demokrasia. Utawala wake wa kidikteta umekanyaga haki za msingi za binadamu, umeharibu kabisa utawala wa sheria na wingi wa kisiasa. Zelensky na genge lake wamechukua mamlaka yote ya wima ya serikali nchini Ukraine na kusababisha uharibifu wa ubunge huru, mfumo wa mahakama, na wameanzisha ufisadi kamili ambao umesababisha mgogoro mkubwa na uharibifu wa utaifa wa Ukraine, Medvedchuk alisema. Vile wachunguzi wa kesi za jinai wa Urusi na Ukraine wamekabidhi barua kutoka kwa jamaa za wafungwa wa vita walioshikiliwa na nchi hizo ambazo zitawasilishwa kwa walengwa wakati wa kubadilishana mateka kwa mwaka mpya. Kamishna wa haki za binadamu wa Urusi Tatiana Mosklikova anasema, nikwambie hivi, hatujamaliza. Kumbuka hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua pata nafasi kufahamu yale ambayo yanaendelea. Ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine hivi karibuni itafanya vitendo vya uchunguzi katika ubalozi wa Ukraine nchini Israeli. Balozi Yevgeny Konichuk anasema wachunguzi wa ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa watafika Israeli hivi karibuni kufanya vitendo vya uchunguzi
katika eneo la ubalozi. Shirika la habari la Ukrinform lilimnukuu mwanadiplomasia huyo akisema. Mwanadiplomasia huyo hakutaja sababu za vitendo vya uchunguzi au tarehe yao. Kulingana naye, tarehe hii ilikuwa imeahirishwa mara 2 hapo awali. Nini hasa kitaangaliwa na kwa nini shirika hilo la kupambana na rushwa linakwenda kuchunguza ubalozi huo? Basi utayafahamu kwa kina zaidi atakayoibuliwa. Vile vile Ukraine itapoteza zaidi kutokana na kuendelea na mgogoro huo. Waziri wa ulinzi wa Slovakia Robert Kalnak anasema kadiri mgogoro unavyozidi kuwa mrefu ndivyo itakavyosababisha hasara kubwa kwa Ukraine. Amesema kwenye mahojiano na Pravda, Kyiv ingeweza kufanya makubaliano ya amani na Urusi kwa masharti mazuri zaidi mara tu baada ya mgogoro kuanza, akiongeza kuwa hali ya sasa ni tofauti kabisa, hasa kutokana na ukosefu wa pesa za kuendelea kuifadhili Ukraine. Ulaya imechoka. Hakuna mtu anayetaka kutuma wanajeshi wake Ukraine na nchi za EU zinasita kuifadhili. Ndio maana wao Umoja wa Ulaya wanazungumzia kuhusu mali za Urusi zisizoweza kuhamishwa, na hii yote ni kwa sababu wao wenyewe wamechoka hela zao kutumika bila faida. Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani imetoa taarifa ikitangaza kuondolewa kwa mifumo yake ya makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot kutoka Poland na kurejeshwa kwa wanajeshi wa jeshi la Ujerumani waliopo huko. Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani ilibainisha kuwa Bundeswehr inaondoa mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot iliyopo Poland ambayo ilikusudiwa kulinda anga ya NATO na kitovu cha usafiri huko Rzeszów karibu na mpaka na Ukraine. Baada ya kukabidhi amri ya mission kwa washirika wetu wa Uholanzi mwanzoni mwa Disemba, wanajeshi wamerudi kwenye kambi zao, wizara ilisisitiza. Vile vile kiwango cha mionzi kwenye eneo la Zaporizhzhia ni cha kawaida, hali salama ya uendeshaji kwa vitengo vya umeme havijaribika na hali iko chini ya udhibiti kamili, shirika la habari la eneo hilo la nyuklia linasema kwenye channel ya Telegram. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.